أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadahullahu ta'ala Ibn anasema tafsiri aya hii ni hivi kwamba inyi mlioamini kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mutoe ushahidi kwa uadilifu, hata kama ushahidi ule ni dhidi yenu au ni dhidi ya wazazi au dhidi ya jamaa zenu, awe mtajiri au maskini. Kwa ajili hawa wote Mwenyezi Mungu ni mlinzi. Basi nyinyi msifuate tamaa za nafsi ili msifanye uadilifu. Ikiwa nyinyi hamkufuata uadilifu, bila shaka katika hali hii Mwenyezi Mungu anajua yoyote mnayofanya. Halifa mtukufu ayyadahullahu ta'ala bin Aziz anasema sisi tunaelezea mbele ya dunia kwamba mambo yote yataweza kurekebisha kwa kufuata mafundisho ya Qur'an tukufu. Mimi nilipokwenda kwa ajili ya kutembelea Canada, mwandishi wa habari aliniuliza swali kwamba wewe unasemaje kuhusu kurekebisha hali ya siku hizi, yani hali ya siku hizi namna gani itarekebishwa? Zura anasema nilimjibu kwamba nyinyi watu wa dunia na vile vile nchi yenye nguvu kwa ajili ya
kuhakikisha uadilifu na kwa ajili ya kuzuia ugaidi mmeshawahi kufanya juhudi aina yote, lakini mambo hayakurekebika hata kidogo. Ikiwa sehemu moja hali inarekebika kidogo, upande mwingine hali inaharibika. Ikiwa mnajaribu kurekebisha hali kule, basi sehemu ingine ambapo hali ilirekebika, ufisadi unapatikana tena kule. Juhudi yote ya dunia kwa ajili ya kumaliza ufisadi huu imeshatumiwa tayari, lakini kuna juhudi moja ambayo bado haikutumiwa, na juhudi ile ni sawa na mafundisho ya dini tukufu ya Islam. Nilipomjibu alikaa kimya mwandishi wa habari, lakini Hazur anasema tunatakiwa sisi tuchunguze hali hii pia, kwamba kwa bahati mbaya katika nchi za Waislamu watu wanadai kuwa Waislamu, lakini dini mafundisho alitupatia Mwenyezi Mungu na dini ambayo iliimarishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Waislamu hawakufuata dini hili wala hawajaribu kufuata dini ile. Matokeo yake ni kwamba nchi za Waislamu wamezingirwa na ufisadi. Ni nini bahati mbaya zaidi kuliko hii, kwamba nchi za Waislamu zimezingirwa na ufisadi? Hazur anasema yule mwandishi wa habari hakuniambia moja kwa moja kwamba ikiwa kuna hali ya kurekebisha, basi kwanza Waislamu wanatakiwa warekebishe hali yao, lakini ingawa hakuniuliza, lakini maswali haya lazima yanapatikana mioyoni mwao. Kwa hiyo mimi kwa kawaida napozungumza na wasiokuwa Waislamu, kwanza mimi nazungumza kuhusu hali ya Waislamu, kisha baadaye nawaonyesha uso wao na hali yao mbele ya waandishi wa habari. Na katika interview ninayotoa naeleza kwamba ikiwa Waislamu hawafuati mafundisho haya ya dini tukufu ya Islam, hii pia ni dalili ya ukweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ukweli wa dini, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema waziwazi kwamba hali ya Waislamu itakuwa ya aina hii, kwamba wao watasahau ukweli na uhakika wa Islam, watatanguliza tamaa ya nafsi na watatanguliza dunia juu ya dini. Katika hali hii mtumishi wa Mwenyezi Mungu atakuja, ambaye habari yake imetolewa ndani ya Qur'ani tukufu, na alama za kuja kwake zimeelezwa na Qur'ani tukufu. Vile vile Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia alieleza alama za kuja kwa huyu imamu. Kwa hiyo kwa ajili ya mwanajumuiya, badala ya kuvunjika moyo katika hali hii, bali ni furaha kwa ajili yake na vile vile ni utulivu kwa ajili yake, kwamba wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoeleza hali ya Waislamu itakayokuwa siku za usoni, na hasusan alieleza kuhusu hali ya maulama, bishara hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilitimia moja kwa moja, na sisi ni mashahidi wa bishara hii kwamba imetimia. Hata wale ambao si wa Ahmadiyya maulama wale pia wameshaanza kusema, hata Waislamu wengine wameanza kusema maneno dhidi ya maulama wao, ingawa bado hawajaanza kusema waziwazi, lakini wameshaanza kuzungumza dhidi ya maulama wao. Lakini Waislamu wa Ahmadiyya wao wana furaha kwa sababu ya hii pia, kwamba sisi kwa mujibu wa
bishara ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi ni miongoni mwa wale waliotimiza bishara hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sisi ni wale ambao waliompokea Masihi aliyeahidiwa, ambaye bishara yake ilitolewa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwa kuja kwake Islam imeuishwa tena. Lakini je, kusema hii itatimiza lengo la kutimiza malengo yetu? Hili ni swali kwalo kila mmoja wetu anatakiwa alifikirie sana. Na aya niliyosoma mbele yenu, aya hii naeleza, nasoma katika hutuba zangu ninazotoa mbele ya wasiokuwa Waislamu, na katika hutuba yangu na waelezea kwamba Islamu inaposema uadilifu uimarishwe, kwa ajili ya hii kipimo inachoweka, kipimo kile kimeelezwa katika aya hii. Na kwa kusikia hii watu wengi wanaathirika sana, na wao wanaeleza hali yao katika mawazo yao, katika maoni yao. Lakini sisi hatutaki kuleta athari nzuri juu ya watu wengine kwa maneno yetu tu. Sisi kwa ajili ya kusogeza ujumbe wa Sayyidina alayhi salatu wassalam, sisi tunatakiwa tuthibitishe kwa vitendo vyetu kwamba sisi tunafuata mafundisho ya Qur'ani tukufu. Sisi hatuna utawala wala serikali ambapo tunaweza kuonyesha vitendo vyetu kwamba tunafuata mafundisho haya. Wakati ule utakapofika, inshallah tutaonyesha vitendo, tutathibitisha kwa vitendo vyetu kwamba tunafuata mafundisho ya Islam. Lakini kwa hivi katika jumuiya tunatakiwa tuonyeshe mifano hii. Dunia inaweza kuuliza kwamba hii ni sawa, nyinyi hamna utawala na serikali, lakini nyinyi mnao nidhamu ya jumuiya, nyinyi ni jumuiya, nyinyi mnadai kwamba mnafuata amri ya kiongozi wenu, na nyinyi mnawasiliana na wenzenu katika mambo ya maisha. Je, nyinyi mnafanya mambo yenu kwa kufuata amri hii ya uadilifu? Mwenyezi Mungu ndani ya aya hii sehemu moja ametumia neno la qist, na sehemu nyingine ametumia neno la adl. Maana yake ni usawa na kufanya uadilifu na kuwa na hulka njema. Mtu asielekee upande mmoja na bila kuwa na athari ya mtu mwingine kufanya na kuthibitisha uadilifu. Sasa kila mmoja wetu anatakiwa achunguze, je, sisi kwa kuzingatia mambo haya yote tunaishi maisha yetu ya kila siku? Je, sisi kwa ajili ya kupata hulka hizi njema tupo tayari kutoa ushahidi dhidi ya nafsi zetu? Je, sisi kwa ajili ya kupata hulka hizi tupo tayari kutoa ushahidi dhidi ya wazazi wetu? Je, sisi kwa ajili ya kupata hali hii tupo tayari kutoa ushahidi dhidi ya jamaa zetu? Jamaa wa karibu mradi wake kwanza kabisa ni watoto. Je, sisi kwa ajili ya kupata hali hii ya imani tunapata ushindi juu ya tamaa ya nafsi zetu? Na je, tunaweza kuthibitisha kwamba tunafanya hivi?
haya ni mambo yote ambayo si mambo ya kawaida katika zama hizi. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mtumishi wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alionyesha mifano yake na aliimarisha mifano hizi. Inapatikana katika riwaya moja kwamba baba wa Sayyidina alayhi salatu wasalam alikuwa mkulima na alikuwa mwenyekiti wa kijiji, na ilikuwa kesi dhidi ya familia yake. Sayyidina alayhi salatu wasalam alitoa ushahidi dhidi ya familia yake na alitoa ushahidi katika haki ya wafanyakazi. Wale wafanyakazi walikuwa wanajua kwamba Sayyidina alayhi salatu wasalam mwenyewe ni mtajiri wa shamba ile, lakini walikubali ushahidi wake kwa sababu wao walikuwa wanajua kwamba Sayyidina alayhi salatu wasalam atatoa ushahidi juu ya uadilifu. Ndio maana Sayyidina alayhi salatu wasalam alitoa ushahidi wa uadilifu. Basi Sayyidina alayhi salatu wasalam alitaka kuona hali hii katika wafuasi wake pia. Kwa sababu ya hii Sayyidina alayhi salatu wasalam alitaka kuanzisha jumuiya ambayo inafuata mafundisho yote ya Qur'ani tukufu, ambayo ina imarika katika imani. ndio maana Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam alichukua ahadi kwamba sisi tutatanguliza mafundisho ya dini tukufu ya Islam na mafundisho ya Qur'an tukufu juu ya mambo yote. Ndani ya Qur'an tukufu Mwenyezi Mungu anasema wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kuhusu hii aya hii Sayyidina alayhi salatu wasallam anasema, yani uadui wa maadui usiwazuie katika kufanya uadilifu, nyinyi mubaki juu ya uadilifu, kwa sababu ucha Mungu ni katika kufanya uadilifu. Amesema Sayyidina alayhi salam, nasema kweli kweli kwamba kuwatendea vizuri maadui ni rahisi, lakini kutimiza haki zao na kufanya uadilifu na maadui si jambo la kawaida, bali ni jambo la wale watu ambao ni shujaa. Anasema watu wanawapenda maadui wao na wanazungumza nao kwa mazungumzo mazuri, lakini wananyimwa haki zao. Ndugu moja anampenda nduguye, na katika hali hii ya mapenzi anamdanganya na ananyimwa haki zake. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam alikuwa akitegemea kwa wafuasi wake kwamba wao wawe na imani ya hali ya juu na wao wafanye vitendo sawa na mafundisho ya Qur'ani tukufu. Wale wanaonyimwa haki isije wafuasi wake wawe miongoni wa hawa. Ikiwa wanapata nafasi ya kufanya uamuzi, basi wao watoe uamuzi kwa kuacha jamaa na kwa kufanya uadilifu. Hata kama katika uamuzi huu wanapata hasara, hata wazazi wanapata hasara, hata watoto wa jamaa wa karibu wanapata hasara katika uamuzi ule, lakini wao wanalazimika kuzingatia na kufuata uadilifu wakati wa kuamua. Basi sisi tutakapoonyesha mifano hii katika maisha yetu, tutaweza kusema mbele ya dunia kwamba sisi siku hizi ni sisi ambao kwa kuleta mabadiliko haya ndani yetu na kwa kufuata mafundisho ya Islam tunao ujasiri wa kuwafanyia uadilifu maadui wetu, na sisi tunafanya hivi. Tunatoa ushahidi wa kweli, hata kama ushahidi ule ni dhidi ya nafsi zetu, dhidi ya wazazi wetu,
hata kama ni dhidi ya watoto wetu au dhidi ya jamaa wa karibu, lakini tunatoa ushahidi wa kweli. Mifano hii sisi tunaifuata na tunaionyesha ili kwa sababu siku za usoni ni sisi ambao tutaongoza dunia hii na tutakuwa viongozi wa dunia hii. Ikiwa mifano hii haipatikani, basi katika hali hii tunaenda mbali na mafundisho ya Mwenyezi Mungu na tutafanya kinyume na ahadi zetu. Sisi nawasihi wanajumuiya wote na hususan nawasihi viongozi wa jumuiya kwamba wao wachunguze, je, wao kiasi gani kwa kutimiza haki za amana zao wanafanya uadilifu, na wao wanafuata ule uadilifu ambao kila uamuzi wao msingi wake ni juu ya uadilifu wa hali ya juu. Mimi nilienda Canada, kule pia viongozi kadhaa au wale watu ambao hawana uongozi katika jumuiya lakini walipewa huduma za aina mbalimbali. Kuhusu hawa viongozi, watu wana malalamiko mengi kwamba hawafanyi uadilifu. Wengine wanatoa uamuzi katika haki ya jamaa wa karibu, wengine wanatoa uamuzi wa aina hii. Hazur anasema hii ni sawa kwamba lazima uamuzi unatolewa katika mtu kwa ajili ya mtu mmoja, na uamuzi ule unakuwa kinyume na mtu mwingine, lakini wote wawili wanatakiwa waridhike na hali hii kwamba wao walisikilizwa vizuri, na baada ya kuwasikiliza vizuri kiongozi alitoa uamuzi wake. Katika mambo haya ya ambamo watu wanafanya kazi hii ya dunia, katika kazi hii ni idara ya kadhaa ambamo idara hii inatoa uamuzi. Vile vile kuna idara ya amuri ama, vile vile kisha kuna idara ya tarbiyat, na vile vile kuna kazi ya islahi committee. Kisha katika mambo kadhaa kwa ajili ya uchunguzi zaidi commission inaundwa, na baadhi wakati wao pia wanapewa jukumu hili, na commission pia inalazimika kusikiliza watu wote. Basi kila idara ni jukumu lake kwamba wakati wa kutoa uamuzi kwa kutumia uwezo wake wote afanye uchunguzi kwa undani sana, na kwa kuzingatia mambo yote atoe uamuzi wake. Wafanye maombi, kisha waombe msaada kwa Mwenyezi Mungu kwamba Mungu awasaidie waweze kutoa uamuzi mzuri. Kabla ya kutoa uamuzi lazima wafanye maombi. Wapo wengine ambao wanasema kabla ya kufanya uamuzi hatufanyi uamuzi mpaka tusali nafali, lakini wapo wengine ambao wanatoa uamuzi bila kujali, au wanatoa uamuzi wao kwa sababu ya kufuata maoni yao. Vile vile katika hali ya kuwatendea watu kuna idara ya general secretary, katibu mkuu mwenyewe, na watu wanafanya katika ofisi yake. Ni jukumu la kila mtu anayefanya kazi kule kwamba kila mmoja anayekuja ofisini lazima wamheshimu. Isitokee hivi kwamba yule ambaye ni mpendwa wao au ni marafiki zao, kwa ajili yao wao wanaonyesha hulka ya aina tofauti, na wale ambao si marafiki zao hawatendei vizuri wanapokuja ofisini. Na viongozi wengine pia wanatakiwa wachunguze kwamba hali hii inapatikana katika ofisi yao pia, na wachunguze kwamba kila anayefanya kazi katika ofisi yao kwamba anafanya kazi yake kwa kufuata uadilifu na kwa kufuata hulka njema. Hizi ni amana walizozipewa wale wote wanatoa huduma,
na wakati wa kutimiza amana hii, na wakati alipopewa huduma hii, hata kama hakuchukuliwa ahadi kwamba mimi nitatimiza majukumu yangu yote kwa kufuata uadilifu, ikiwa mtu anakubali huduma anapopewa, basi kukubali kwake ni ahadi kutoka kwake kwamba mimi kwa kufuata uadilifu nitafanya kazi na nitatimiza jukumu langu. Hili ni jukumu kwalo linatakiwa likubaliwe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Hazur anasema kwa kawaida kila mwaminio analazimika kwamba yeye atimize ahadi yake na amana yake, na vile vile atimize haki yake vizuri, kama alivyosema Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani tukufu, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Waaminio yani waaminio ni wale ambao wanatimiza, wanachunguza ahadi zao na amana zao. Lakini wale wanaofanya kazi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wanajitolea kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, au wanasema kwamba sisi tunajitolea kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na hii kazi tunafanya kwa ajili yake, wao wanatakiwa wawe waangalifu sana. Wao wanatakiwa wawe waangalifu zaidi kuliko waaminio wa kawaida. Hazur anasema hapa nieleze jambo hili pia kwamba msidhani kwamba mimi nawahutubia viongozi wa makao makuu tu, bali sadran na amila yao pia ni ndani yake. Je, wao wachunguze kwamba wanatimiza haki ya uadilifu? Na mimi sizungumzi kuhusu jumuiya ya Canada, kutoka Germany pia nilipata malalamiko haya, na hapa pia na katika nchi kadhaa nilipata mashitaka kutoka kwa watu. Kwa hiyo kila nchi inatakiwa viongozi warekebishe hali yao, pengine kwa kutimiza haki ya uadilifu. Sisi tutaenda kinyume na ahadi yetu ya kuzingatia ahadi zetu, bali tunafanya hayana. Na Mwenyezi Mungu anasema kwamba Mwenyezi Mungu hawapendi wenye kufanya hayana. Wao badala ya kupata thawabu kwa sababu ya huduma yao na au kwa kufanya kwa mambo kinyume na uadilifu, au kwa kufanya kibri, wanapata ghadhabu ya Mwenyezi Mungu badala ya kupata ujira kutoka kwake. Basi mahali ambapo makosa yanatendeka kule, badala ya kuficha makosa, badala ya kutafuta udhuru mbalimbali kwa ajili ya kuficha yale makosa, tunatakiwa tufanye istighfar na tujaribu kurekebisha hali yetu. Basi viongozi wetu wanatakiwa wachunguze hali yao kwamba je, wao sawa na kanuni ya Mwenyezi Mungu wanatimiza haki zote za uadilifu au la, na je wanafanya uadilifu na kazi yao pia, na je wanawafanyia uadilifu na wale ambao ni chini yao. Kuwa katibu au amir si kitu chochote, wala haifai mpango wa msamaha wake, wala yeye hafanyi ihsani juu ya Mwenyezi Mungu au juu ya jumuiya yake. Ikiwa hawatimizi amana zao na ahadi zao jinsi aliyotaka Mwenyezi Mungu kwamba watimize haki za amana, katika hali hii hakuna faida hata kidogo, hawatapata faida. Basi kwa kujihalisisha, kila kiongozi anatakiwa afanye kazi na uadilifu utimizwe vizuri. Ikiwa jambo limetokea ambamo uamuzi ulitolewa kinyume na uadilifu, basi ni mtu anatakiwa akubali kosa lake na arekebishe uamuzi wake. Murekebishe hulka zenu pia, na vile vile mkumbuke
amri hii ya Mwenyezi Mungu pia kwamba wakulu linasi husna, yani mzungumze na watu kwa hulka njema. Hazur anasema kama nilivyosema, katika kila nchi ya dunia viongozi wanatakiwa wachunguze hali zao. Ikiwa nimetoa mfano wa Canada, nimetoa mfano huu kwa sababu kule, kwa sababu jumuiya inajulikana sana katika wale watu ambao si wa Ahmadiyya. Baada ya ziara yangu jumuiya imejulikana zaidi. Sisi tunachunguzwa sana na wasiokuwa na jumuiya. Kwa hiyo katika hali hii sisi tunatakiwa tuonyeshe mfano mzuri. Kila kiongozi wetu hasusan na kila mwanajumuiya kwa kawaida anatakiwa awe mfano mwema mbele ya dunia, kwa ajili ya dunia. Ikiwa fitina na ufisadi inapatikana duniani na tunaona mifano ya kunyimwa haki za watu wengine, katika hali hii katika jumuiya uadilifu unatakiwa patikane na mifano yake inatakiwa ipatikane katika jumuiya, na dunia itatukumbuka kwa sifa hizi kwamba sisi tunafanya uadilifu. Na kila mwanajumuiya ni mfano kwa ajili ya kazi hii. Kwa kila mwanajumuiya anatakiwa akumbuke kwamba hili si jukumu la viongozi wa jumuiya tu, bali kila mwanajumuiya pia amepewa jukumu hili la kuonyesha mfano mwema. Yeye amepewa jukumu kwamba wakati wa kutendea na wenzake au onyeshe mfano mzuri na atimize haki za uadilifu na awe na hulka njema. Wakati wa kuwatendea wengine, wao wasielekee upande mmoja, bali wafanye uadilifu. Ushahidi wa mwanajumuiya na kauli yake inatakiwa iwe mfano kwa ajili ya wengine, na dunia iweze kusema kwamba ikiwa mwanajumuiya ametoa ushahidi, basi sisi hatuwezi kwenda kinyume chake, kwa sababu ushahidi huu lazima utakuwa umetolewa kwa kufuata uadilifu. Ikiwa hali hii sisi tunapata ndani yetu, basi katika hotuba zetu, katika mazungumzo yetu, katika mahubiri yetu sisi ni wa kweli. Pengine kama wengine sisi pia ni sawa na hali yao. Kila mwanajumuiya anatakiwa akumbuke kwamba sisi katika ahadi ya bayati yetu tuliahidi kwamba tutaepukana na maovu ya kila aina, na kuto kuzingatia ahadi na kuto kufuata ahadi ni hiana moja kwa moja. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa kueleza alama ya muamini mkweli anasema imani na kafiri na ukweli na uongo hawezi kuwa pamoja katika moyo wa muaminio, wala hayana na amana haiwezi kuwa pamoja. Kisha katika hadithi moja alisema, na nasaha hii viongozi wanatakiwa wazingatie na wanajumuiya wa kawaida pia wazingatie sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuhusu mambo matatu Muislamu hawezi kufanya hiana, na mambo haya matatu ni kwamba mtu afanye kazi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kwa nia safi, na awe na huruma kwa ajili ya watu wengine, na tatu yeye aishi pamoja na jumuiya pamoja na Waislamu wengine. Basi kama nilivyosema kwamba kutimiza majukumu na kisha kutimiza majukumu haya kwa kufuata uadilifu na kuwa ndani ya safi, hii ni dalili ya kutimiza haki ya amana ya Mwenyezi Mungu. Vile vile kwa ajili ya kila mtu
kutimiza haki ya mwingine pia ni jukumu lake. Ikiwa kila mmoja wetu kwa kufuata uadilifu atatimiza haki ya mwenzake, basi katika hali hii watu hawatafuata haki zao na wala hawataomba haki zao, bali sisi wenyewe tutatimiza haki zao. Na hii ndiyo ni alama ya mwaminio mkweli iliyoelezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha kila mwanajumuiya anatakiwa akumbuke kwamba kuendelea kujiunga na jumuiya hii ni dalili ya Muislamu mkweli. Siku hizi duniani ni jumuiya pekee, jumuiya Ahmadiyya ambayo ni jumuiya ya Waislamu. Hii ndiyo ni jumuiya ambayo inajulikana kwa jina hili, na min ghairi ya jumuiya Ahmadiyya hakuna jumuiya ingine ambayo inajulikana kwa jina moja. Basi kuungana na jumuiya hii na kuwa sehemu ya jumuiya hii sawa na agizo la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inamfanya yeye ni Muislamu mkweli. Kuhusu bahati hii nzuri, mwanajumuiya akimshukuru Mwenyezi Mungu kiasi chochote ni kidogo, na shukrani ya Mwenyezi Mungu ni hii kwamba kila mwanajumuiya atii nidhamu ya jumuiya na uhalifa. Mwenyezi Mungu amjalie kila mwanajumuiya aweze kutoa shukrani ya neema hii. Mwenyezi Mungu amjalie kila mwanajumuiya kwamba yeye aweze kutimiza haki zote za uadilifu. Ikiwa wanalazimika kutoa ushahidi, basi wao wasifanye hiana katika ushahidi. Kila kiongozi wa jumuiya aweze kuelewa majukumu yake, atimize amana zake na ahadi zake vizuri, aweze kutimiza majukumu yao yote kwa kufuata uadilifu. Hazur anasema kwamba mafundisho haya yaendelee katika vizazi vyetu pia, na kwa ajili ya hii tunatakiwa tufanye juhudi pia, ili wakati utakapofika tuweze kuthibitisha uadilifu duniani, uadilifu ule ulioimarishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mifano yake ilipatikana ndani ya mtumishi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika zama hizi. Na Sayyidina alayhi salatu wasallam alitegemea wafuasi wake pia watafuata mfano huu. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kufanya hivi. Hazur anasema baada ya swala ya Ijumaa nitaswalisha jeneza ghaibu. Jeneza ya kwanza ni Bwana Adnan Muhammad Sahib, alikuwa mwenyeji wa Halab, Syria, ambaye elfu mbili kumi na tatu alitekwa nyara na kundi la ugaidi kisha aliuawa. Alizaliwa 1971 katika mji wa Halab. 2003 alimuoa Khatun Tamaze Sahiba. Alijiunga na jumuiya 2007. Kisha baadaye binti yake pia alijiunga na jumuiya. Katika nyumba ya Bana Adnan Sahib walianza kuzungumza kuhusu jumuiya. Bana Adnan alikuwa si msomi, alikuwa akifuata maulama. Wakati mke wake 2010 alipojiunga na jumuiya, yeye akamwambia mke wake, ikiwa unaangalia MTA au kizungumza kuhusu jumuiya katika nyumba yangu, nitakupatia talaka. Kwa kusikia hii, baba wa mke wake alikuwa akimwelewesha na yeye alikuwa akika kimya, lakini alipokuwa akienda kwa maulama alikuwa akisahau yote aliyofanya huko nyumbani. 2003
baba wa mke wake anasema kwamba nilikuwa nasoma Qur'an tukufu pamoja na binti yangu, na bana Adnan pia akarudi nyumbani kwake. Yeye aliponiona kwamba sisi tunasoma Qur'ani tukufu akasema endeleeni kusoma Qur'ani kwa sababu nataka kusikia tafsiri yenu. Wakati ule tulikuwa tunasoma aya ya Bani Israil, iz yakulu zalimuna in tattabi'una illa rajul mashura. Yani wakati wa dhalimu wanaposema kwamba mnafuata yule mtu ambaye ni mchawi, anasema nilimwambia bana Adnan kwamba Qur'ani inasema wale ni wadhalimu ambao wanamlaumu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba alikuwa chini ya uchawi, lakini waislamu wengine wanakiri kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanyiwa uchawi. Wakati Jumuiya Ahmadiyya haikubali itikadi hii na hatuwezi kukubali riwaya yoyote kuhusiana na hii. Kwa kusikia hii bana Adnan akampigia simu shekhi wake kwamba je, Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanyiwa uchawi? Yule shekhi wake akasema ndiyo, ilitokea hivi na habari yake inapatikana katika Bukhari. Bana Adnan akasema mimi ni mtu wa kawaida na mtu mwenye dhambi, najua kwamba watu wa jamaa zangu walijaribu kufanya uchawi juu yangu, lakini mimi sikupata athari yake. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa mpendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi namna gani naweza kukubali kwamba watu wengine walifaulu katika uchawi wao? Na kwa kusema haya akakata simu yake. Mke wake anasema kwamba baada ya tukio hili, baada ya kupita siku kadhaa, bana Adnan aliendelea kufikiria, na siku moja akasema nilikuwa na hamu kwamba mke wangu awe na hulka njema. Nimeshuhudia kwamba tangu umejiunga na jumuiya mabadiliko mazuri yamepatikana ndani yako, vile vile unawatendea vizuri jamaa zangu. Haya mabadiliko ni kutoka kwa Mungu, kwa hiyo mimi pia najiunga na jumuiya hii. Kwa hiyo akafanya bayat. Mke wa huyu bana shahidi anasema kundi la ugaidi, wafuasi wa kundi la ugaidi ambao walikuwa wakizungumza dhidi ya jumuiya, mimi niliudhika sana kwa kusikia maneno yao. Nilipokuwa nikimwambia bana Adnan kuhusu maneno yao, akasema muache na usizungumze nao, kazi yetu ni kwamba tufanye maombi kwa ajili ya hawa watu. Tarehe 20/2013 wa tarehe 20 ya Juni 2013 watu kadhaa wa kundi hili walimteka nyara, na baada ya miezi miwili walimpiga risasi na walimuua. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wakati wa kuuawa umri wake ulikuwa miaka 42 au 3. Mke wake anasema nilikuwa napata ndoto kuhusu ushahidi kwake, lakini sikupata habari ya kuuawa kwake. Siku moja miongoni wa wapinzani wetu akasema kwamba je, wewe bado unasubiri mke wako? Yeye hatarudi kwa sababu yeye ameuawa. Tulimwambia kwamba aache jumuiya, lakini alisema mimi sitaacha jumuiya hata kama mimi nauawa. Ingawa aliuawa muda mrefu uliopita, lakini sasa tumepata habari yake, kwa hiyo tunasali jeneza yake. Mke wa shahidi anasema alikuwa msaliaji bila kukosa, alikuwa mtu wa kutupenda na alikuwa baba mwenye mapenzi sana. Alikuwa akifikiria sana kuhusu watoto wake, alikuwa akiwasaidia watu wote, na alikuwa akiwahurumia sana wengine, na alikuwa akiwasaidia. Alikuwa akitoa michango bila kukosa, na alikuwa akitaka kupita mbele kuliko wengine katika mwema. Baba wa mke wake anasema kwamba baada ya kujiunga na jumuiya hali yake ya marehemu ilibadilika, na alitoa wakfu gari yake kwa ajili ya jumuiya. Alikuwa akileta watu katika center ya sala kwa ajili ya swala, vile vile kwa ajili ya kikao cha lajna pia alikuwa akitoa gari yake. Wanajumuiya walipotaka kumpatia nauli alikuwa akikataa. Ikiwa mtu alipokuwa akisisitiza alikuwa akikubali samari ya mafuta tu. Alikuwa akitoa michango na alikuwa akisema kwamba Mungu ameweka baraka sana katika kazi yangu kwa sababu ya baraka ya michango, na alinunua
gari kwa kushirikiana na mtu mwingine. Baadaye yeye mwenyewe alinunua gari ile. Kuna jamaa yake mwingine huyu anasema kwamba alikuwa sifa ya kuwahurumia wengine. Wakati ufisadi ulipozidi sana na vita ilipotokea katika eneo letu na hali ilipoharibika sana, chapati ilikuwa haipatikani, na ikiwa ilikuwa inapatikana ilikuwa ghali sana. Katika hali hii bana Adnan alikuwa akiwahudumia watu wote na alikuwa akitupatia chapati kwa kuleta kwa mbali sana. Shahid marehemu ameacha mke na watoto 5. Binti ni wawili walikuwa katika mke wa kwanza, na watoto wa kiume 2, na binti ni katika mke wa pili. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu hao wote wamefika Canada. Jeneza ya pili ni ya Bi Bashir Begum Sahaba, mke wa Manzur Chima Sahib wa Qadian. Tarehe 7 wa November 2016 katika umri wa 90 amefariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alizaliwa 1923 katika Pakistan. Wakati ule kulikuwa si Pakistan, lakini katika eneo la Pakistan alizaliwa. 1944 aliolewa na Bana Chima Sahib. Bana Chima Sahib 1947 kwa ajili ya ulinzi wa Qadian alitoa wakfu maisha yake. Wakati ule huyu marehemu alijiunga na mume wake katika 1942. alikuwa 52 alikuwa akimpenda sana Qadian. Baada ya kufariki kwa mume wake aliishi miaka 36 kwa subra sana. Alikuwa mwenye hulka njema sana na alikuwa akiwahurumia sana viumbe vyote wa Mungu. Yeye alikuwa hamrudishi mtu alipokuwa akija kwa ajili ya kuomba msaada. Alikuwa akifunga saumu za Ramadhan. Alikuwa akisoma Qur'ani tukufu kila Ramadhan zaidi ya mara moja. Alikuwa akiwasihi watoto wake pia kuhusu sala na usomaji wa Qur'ani tukufu na kuhusu utii wa nidhamu ya jumuiya na ukhalifa. Alikuwa mwanamke wa kufanya maombi sana na mwenye subra sana na mwenye kumtegemea Mwenyezi Mungu. Alikuwa akisema kweli na alifanya tarbiyat ya watoto wake vizuri. Alikuwa akipata ruya kutoka kwa Mungu na aliwapatia malezi watoto wake kwa kuzingatia mafundisho ya dini. Marehemu alikuwa Musia, ameacha mabinti 3 na watoto wa kiume 5. Watoto wake 3 ni Wakna ni Murabbi. Mmoja ni Tahir Ahmad Sahib ambaye ni mwalimu katika Jamia Ahmadiyya. Mtoto wake mwingine Mubarak Ahmad Chima ni in charge wa Daftar Ulia na vile vile ni secretary shura wa Bharat wa India. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema huko peponi. Jeneza ya 3 ni ya Bana Rana Mubarak Ahmad Sahib ambaye alikuwa mwenyeji wa Lahore kisha baadaye alihamia hapa Uingereza. Tarehe 5 wa November 2016 katika umri wa 78 alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baba yake Rana Muhammad Yaqub Sahib marehemu kwa kupitia ndoto alijiunga na jumuiya. Kwa hiyo alipata upinzani wa hali ya juu katika familia yake, kwa hiyo aliacha nyumba yake. Baadaye mama yake pia alijiunga na jumuiya. Rana Sahib alikuwa akishiriki katika huduma za jumuiya kutoka utoto wake. Alikuwa akifuata utii, alikuwa mtiifu wa ukhalifa. Katika Lahore na katika Bahawalpur aliwahi kuwa qaid na katika Allama Iqbal
lahore aliwahi kuwa secretary mal secretary tahrike jadid na secretary waqf jadid baada ya kustaafu alitoa wakfu maisha yake katika alfazl na kwa kuwa mwakilishi wa alfazl aliendelea kutoa huduma zake alikuwa mpole sana na mtu wa kufanya maombi sana na alikuwa akitoa michango yake bila kukosa na alikuwa akipenda sana uhalifa sana katika alfazl alikuwa akiandika makala na makala yake ilikuwa nzuri madamu alipokuwa katika Pakistan alikuwa akiniandikia barua kuhusu hali za Pakistan na alikuwa akiniomba nifanye maombi kwa ajili ya watu wengine pia ameacha mke na binti moja na watoto wa kiume 3 na vile vile wajukuu wengi ameacha na wote wanaishi hapa Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema huko peponi vile vile shahid marehemu pia Mwenyezi Mungu apandishe madaraja yake na Mungu awalinde watoto wake wameshafika huko Canada kutoka Syria Mungu awalinde hawa watu kutoka katika mazingira ya kule Mwenyezi Mungu ajalie kwamba mema yake endelee katika vizazi vyake amin Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر